Tukiwa tunazungumzia sayansi, teknolojia pamoja na ubunifu katika uchumi endelevu ama katika kukuza basi uchumi huo endelevu, na hapa studioni tayari tunaye Dr. Amos Nungu ambaye yeye ni mkurugenzi mkuu kutoka Tume ya Sayansi na Teknolojia COSTECH, kuweza basi kuzungumzia mengi kuhusiana na hilo, kwamba ikumbuke pia kwamba maandalizi ya mashindano ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu yatafanyika tarehe 20 mpaka tarehe 26 ya mwezi huu wa tatu, yakiitwa MAKISATU kwa mwaka huu 2020, na kauli mbiu ikiwa ni sayansi, teknolojia na ubunifu kwa uchumi endelevu. Karibu sana Dokta. Asante sana. Karibu sana Dokta. Nashukuru sana. Tuanze na hili moja kwa moja, na kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni sayansi, teknolojia na ubunifu kwa uchumi endelevu. Ni kwa vipi labda watu wenye ujuzi katika masuala kama haya ya teknolojia, sayansi na pamoja na ubunifu wanaweza wakashiriki kwa namna moja ama nyingine katika kuleta basi huo uchumi endelevu? Nishukuru sana kutoa nafasi hii. Kama ulivyosema, tuna mashindano ya kitaifa ya sayansi na ubunifu, kifupi MAKISATU, ambayo inafanyika tarehe 20 mpaka tarehe 26 pale Dodoma. Lakini ukiangalia hii ni kilele au ni hitimisho la shughuli yenyewe, na huu ni mwaka wa tatu tunafanya haya mashindano. Tulianza mwaka 2019 na unajumuisha makundi 7 kuanzia shule za msingi, shule za msingi ndio sekondari. Tunaangalia vyuo vya ufundi stadi, vyuo vya kati, elimu ya kati na nipo chini ya NACTE. Tunaangalia kundi la watu washukua kwenye sekta rasmi. Tunaangalia vyuo vikuu na wabunifu toka taasisi za utafiti na maendeleo. Kwa hiyo tokea mwezi wa 9 ndo tulifungua dirisha kwa ajili ya watu kuomba kushiriki, mpaka ikaja kufungwa tarehe 15 mwezi wa pili, na sasa hivi tupo kwenye harakati za maandalizi ya mwisho kusudi tukutane wiki ijayo mjini Dodoma. Lakini nia na madhumuni ilikuwa ni nini? Kwamba serikali kupitia COSTECH, kama tunafahamu kwamba COSTECH ndo mwenye jukumu la kuratibu na kukuza masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu hapa nchini, na tumekuwa tukiratibu toka kuanzishwa kwetu, lakini tunajaribu sasa kushirikiana na wadau wengine kukuza huo uratibu na ushiriki wa watu wengine. Zamani tulianza, ilikuwa kwamba vijana wabunifu wanakuja COSTECH. Lakini pia COSTECH tulikuwa tunatembea kwenye matamasha mbalimbali kuwaibua hao wabunifu. Sasa mwaka juzi tukaona kwamba kwa nini tusiwe na mwongozo, tusiwe na mfumo wa kwamba uwe shirikishi kwa watu wengi zaidi. Kwa hiyo kwa haya mashindano ya kitaifa yanaanza kwa kuwatambua huko waliko, na tunashirikiana na taasisi zingine ikiwa ni pamoja na TAMISEMI, pamoja na taasisi hii ya VETA ufundi stadi au ufundi wa kati NACTE. TAMISEMI kwa nini? Kwa sababu TAMISEMI kwanza hao wasio kwenye sekta rasmi wote wapo kwenye jamii, na TAMISEMI ndo ipo kwenye hiyo jamii huko chini. Lakini pia VETA, NACTE na ofisi ya waziri mkuu wanahusika moja kwa moja na hayo vijana, lakini pia ofisi ya waziri mkuu wanahusika na ajira kwa ujumla. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia namna gani ya kuwashirikisha huko waliko kusudi tuwe na wiki moja ambazo tunakutana pale Dodoma kwa ajili ya kusherekea na kuwatambua na ikiwezekana pia kuendeleza. Na nataka kujua haya mashindano yanafanyika kwa namna gani? Ni kwamba ni watu wanakuja kufanya maonyesho afu kunakuwa na majaji ambao wanaangalia, ambao wanakuwa na vigezo vyao vya kupima, na pengine pia ambaye anashinda ama ambao wanaibuka kidedea wanapata nini? Na mashindano haya, kuna majaji, lakini kama nilivyosema yanaanzia kule mashinani, yanaanzia chini. Kwa hiyo kwenye kila kundi kuna 7 nilotaja. Mashinani kwa maana ya wapi? Kwanza ni nchi nzima kama tulivyosema. Lakini pili tuseme tunaanzia kwenye kila kundi kutegemea na aina ya kundi. Kwa mfano COSTECH tunasimamia kundi la vyuo vikuu na kundi la taasisi za utafiti na maendeleo. Kwa tunapofungua ile dirisha la watu kuleta maombi, kwa hiyo wote wanaleta maombi kwa pamoja kwa njia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuleta ofisini pale COSTECH, kutuma kwa njia ya mtandao. Ndio. Sasa yale maombi yakishaletwa,
baadaye tukishafunga dirisha la maombi tunaanza mchakato wa kuona kwamba ubunifu upi, sababu tunatakiwa tupeleke ubunifu 10 kwa Dodoma. Kwa hiyo tunachambua, tuna wataalamu tunakaa pamoja, wanaangalia, alafu wanasema hizo 10 zinafaa kwenda Dodoma kwenye kila kundi. Kwa hiyo tuna watu 70 kwa Dodoma. Kwa hiyo wakiwa pale tuna majaji watakuwepo kwa ajili ya kujaji kwamba 3 za kwanza. Sasa 3 za kwanza ina maana kwamba wote kwanza watapata vyeti vya kushiriki, wale watatu watapata zawadi, lakini pia polisi iliyopo ni kwamba wote 70 wanapewa. Na zawadi hamjapenda kuiweka hadharani mapema. Zawadi tukisema zawadi, sehemu kubwa ni ile motisha tu, lakini point kwamba wote 70, wote 10 kila kundi ni washindi. Wote 10 ni washindi, na kikubwa ni kwamba baada ya pale COSTECH anapewa jukumu la kuangalia namna gani ya kuendeleza hawa au kukuza huu ubunifu wao. Na hapo pia kuna pande mbili, kwa maana ya kwamba kuna ubunifu ambao tunauangalia kwa matokeo. Tumeanza, tuna ubunifu za aina 3. Kuna ubunifu mtu amekuja na wazo zuri sana, tunaangalia namna gani wazo lake kulibadili kwenda kwenye sampuli kifani, tunasema prototype, kwamba anafikiria kuunda simu, si ndio? Iko kwenye wazo. Sasa tumsaidie awe na hiyo sampuli kifani. Lakini kuna mtu amekuja na ubunifu ambao tayari ana sampuli kifani ile, kwa hiyo tunamsaidia kuboresha hiyo sampuli kifani yake. Hali kadhalika msingi ni kwamba mwingine pia ana ubunifu ambao ulikuwa mzuri kwa macho, kwa maana ile technical mzuri sana, lakini ule ubunifu ukiuangalia, kusudi ubunifu kweli, kwamba lazima uwe na ile upande wa pili. Tumesema kwamba ni uchumi endelevu, lakini pia hata ubunifu wenyewe ubunifu endelevu, kwamba mwisho wa siku nani anautumia ubunifu huu? Ni mwananchi. Sasa je, mtumiaji yupo tayari kulipia? Kwa kuna ubunifu mwingine kwenye kuonyesha mbele za watu ni mzuri sana, huyu kijana mtundu sana, anafanya vitu vizuri, lakini kinauzika kwenye jamii yetu. Kwa hiyo kuna wengine tunaangalia ubunifu wao, mazingira, maybe ameenda kwenye Google akagoogle kule ndani, kaja kitu kizuri ambacho Marekani kinatumika, lakini sasa hivi Tanzania hapa hakina nani kubwa, lakini maarufu. Kwa hiyo yule tunamsaidia kwa ajili ya kumjengea uwezo, lakini pia kumkutanisha na BRELA au KOSOTA kwa ajili ya kujengea maarifa namna kulinda ubunifu zao. Kwa hiyo kila mmoja anaendelezwa kutegemeana na nature ya ubunifu wake. Kwa hiyo wote 10 wanaendelezwa kwenye kila kategoria. Tuna uelezaje labda ubunifu ama ushiriki sasa labda wa vijana hawa ambao umewainisha kwa ngazi zote hizo na hata katika jamii katika kutatua changamoto za kijamii kwa kutumia sasa ubunifu, teknolojia pamoja na sayansi? Sasa hivi tukifanya sasa hivi ni kwamba tumejaribu kuweka mazingira rafiki. Nimesema ya mazingira rafiki, lakini hata ukiangalia kabla hapo, COSTECH kama nilivyosema jukumu lake ni kuratibu na kukuza sayansi na ubunifu, tumekuwa tukifanya. Lakini sasa ilikuwa ni kwa wale wanapata nafasi ya kuja Dar es Salaam kuja COSTECH. Ndio maana sasa tumefungua tuwafikie wote nchi nzima. Sasa tukirudi nyuma kwa hamba tumeanza hawa, kama nilivyosema, inachukua muda mpaka kumuendeleza mpaka aje afike hatua ile ya kutoka. Lakini tukirudi nyuma tuangalie mfano, niseme turudi kwetu COSTECH, tulikuwa tuna ile ukumbi wa ubunifu, Buni Hub, tulikuwa na atamizi ambazo zipo DTBI, yes, incubator ile. Nachukulia pale mfano mmoja mzuri, zipo mfano mingi, kwa mfano mmoja, kuna vijana miaka 4 iliyopita walimaliza pale chuo kikuu cha Dar es Salaam. Wakasema wao wamemaliza masuala ya kemia, wakasema wanataka kufanya mbolea, organic fertilizer, mbolea kutumia takataka hizi, na sasa hivi wana kiwanda kule Mbagala cha kutengeneza mbolea. Ni vijana tunaweza pale chuo kikuu, wakasema ajira, tuna akili kichwani, kwa nini tusijiajiri? COSTECH anatoa mazingira wezeshi, anapa ofisi na kuwapa ushauri, wanafanya sasa, wana kiwanda na ndo wana supply zao la parachichi mbolea kule kusini, Mbeya na Iringa, na soko ni kubwa kuzidi nini supply na walionayo. Kwa hiyo ni moja tu, kwa maana kwamba vijana wapo wengi na bunifu zao tayari zipo sokoni. Zipo sokoni. Kwa hiyo ni moja nimesema ya nani hiyo ya nini hiyo ya mbolea, lakini hata huu mfumo wa nani asili tunatumia kukata tiketi kwa basi mkoani ulianzia kwa hao vijana pale COSTECH. Kwa hao vijana wakiwezeshwa na wakija pamoja
wanaweza kufanya kazi. Naam. Haya mashindano teknolojia Makisatu 2021 ni mashindano makubwa, ni mashindano ya kitaifa, ni mashindano ambayo yanaangalia kitu ambacho sasa hivi ndio nyenzo kubwa ya maendeleo kwa maana ya teknolojia. Mnafanya nini kuyafanya yawe makubwa kwa maana ya kwamba kuengage ama kuwahusisha wadau wengi zaidi, kutafuta wadhamini, kufanya vitu ambavyo vinawavutia vijana, kwa sababu vijana ndio ambao pengine kundi ambalo kwanza lina idadi kubwa na ambao pia wanajishughulisha zaidi na masuala kama haya. Kwa wakati huu ni kitu gani ambacho mnakifanya kuhakikisha kwamba haya mashindano yanakuwa makubwa na watu wanashawishika kuhudhuria ama kuja kuangalia kitu ambacho kinafanyika? Labda nirudi kidogo kusema nyuma kwamba na mimi nimesha kusikia pia kuna ile wiki ya ubunifu au Innovation Week. Kwanza mwaka 2015 COSTECH amekuwa akishirikiana na HDIF kufanya Tanzania Innovation Week. Lakini mwaka juzi mgeni wa heshima alikuwa ni Mheshimiwa Ole Nasha, mbunge ambaye alikuwa ni waziri wa elimu. Alitu challenge akasema, kwa nini wiki ya ubunifu muitoe ndani ya COSTECH, sababu tunafanya pale ndani ya COSTECH, muipeleke nje kusudi wananchi wengi washiriki. Tukafanya hivyo. Mwaka jana tena alifanikiwa kuja kwa mgeni wa heshima. Akasema sasa asili kuna Makisatu ambao COSTECH unashiriki. Kuna hii wiki ya ubunifu. Kwa nini msiziunganishe pamoja? Point yangu ni kwamba mwaka huu tunaposema tunafanya Makisatu, lakini pia inafanya sambamba na hiyo wiki ya ubunifu. Kwa hiyo kwanza inafanyika zaidi ya Dodoma. Kwa Dodoma ni kilele chake, lakini Dar es Salaam au niseme hivi, tarehe 22 tutategemea kufungua wiki ya ubunifu Dar es Salaam. Tarehe 24 tunafungua Makisatu Dodoma. Tarehe 26 Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa atakuwa mgeni wa heshima kwa ajili ya kuwashika mikono hao vijana 10 kila grupu na kuwapa ushindi wao. Alafu tarehe 27 tunarudi Dar es Salaam kuja kufunga ile wiki ya ubunifu. Pointi ya msingi ni kwamba tunajaribu kuunganisha nguvu, na serikali kawaida yake huwa kazi yake ni kuweka mazingira wezeshi. Kwa tunafanya kazi na kila mbia na kila mdau kwenye ubunifu kuhakikisha kwamba yale mazuri yote tunayapeleka mbele. Kwa hiyo kwa sasa hivi niseme kwamba wakati tukifanya Dar es Salaam na Dodoma, lakini pia Mbeya tunafanya, Dodoma yenyewe sawa, nimesema Arusha tunafanya, Tanga na Zanzibar. Kwa hiyo yapo tunajaribu kufanya kwenda nchi nzima kusudi yule kijana ambaye hawezi kuja Dar es Salaam au Dodoma huko aliko tuweze kumfikia. Pointi ya msingi kama ninavyosema, tunaweka mazingira wezeshi, lakini kikubwa zaidi nikisema wazi kwamba kwa uzoefu wetu tumejifunza vijana wengi wana maarifa, wana uwezo wa kubuni vitu, lakini changamoto iliyopo ni kwamba ni yale tunasema nini, soft skills, maarifa mbadala yale ya ziada. Sasa ule ubunifu wake wengine hawana uwezo wa kujieleza. Kwamba mimi ni engineer nikishatengeneza sikinaonekana. Lakini kwamba kwa hiyo pia COSTECH kushirikiana na wale wengine tumeanzisha na kusapoti hizo tunasema innovation hubs, kumbi za bunifu. Sasa hivi ziko zaidi ya 40 nchini hapa. COSTECH kushirikiana na wadau tumefanya. Lakini hizi zinasaidia kujenga hayo maarifa mengine hayo. Kwa hayo vijana wengi huwa wanakosa hiyo pati ya pili. Ndio na ubunifu wangu. Nitawezaje kwenda kuusemea mbele, kushawishi watu. Cha pili ni ile nafasi, kwa maana ya kwamba huu ni ubunifu kama nilivyosema. Nitawezaje kutest soko kwamba je unauzika? Kwa sababu sometimes ubunifu ni mzuri lakini wakati wake haujafika. Sasa ukiendelea kushikilia unapita na wakati. Kwa zile kumbi za bunifu huwa zinawasaidia kwanza kuwajengea uwezo kwenda kuongea mbele za watu, kupresent kitu, lakini pia sometimes unapa nafasi ya kunani kwamba hebu nenda kajaribu soko, chukua sample, mwende muulize maswali kwamba nini wangetamani kuona kitu cha namna hii hapa. Kwa tunawasaidia pia kwa njia hiyo. Kwa ndio maana tumesema hata wanaposhinda hapa, cha kwanza kuendeleza, sio wote kwamba unapatia mitaji. Sababu mitaji private sector wapo. Kama kitu ni kizuri, wafanya biashara watakichukua, watapata na mbele. Lakini ukijana aweze angalau kwenda kwenye private sector, kwenda kuwauzia kwa ubunifu wake, kuwauzia wazo, wakubali kufanya kazi naye. Kwa cha kwanza ni kumjengea
yeye mwenyewe namna ya kupresent, lakini pia mazingira wezeshi aweze kukutana na hao wenye fedha wa kuweza kumsupport. Kwa hiyo ndio msingi ambao tunaweka kama COSTECH kwa niaba ya serikali, mazingira wezeshi. Kutokana na changamoto mbalimbali ambazo mnazifahamu pia kupitia vijana ambao mmekuwa mkishirikiana nao katika masuala haya ya sayansi, ubunifu pamoja na teknolojia, ni vitu gani labda ungependa vijana wafahamu hasa ama kuzingatia pia wakati wanabuni vitu, wanafanya haya masuala ya sayansi pamoja na teknolojia? Mimi niseme kwa uzoefu ambao nimeviona kutokana pale COSTECH, cha kwanza vijana of course wanaogopa kuibiwa mawazo yao. Kwa wakati mwingine wanakuja kuomba usaidizi, lakini wanakuwa wamejificha ficha, hawasemi kitu gani exactly walichonacho. Kwa hiyo inakuwa vigumu kumsaidia. Kama tunasema tunajaribu kuwa link na COSOTA na BRELA kusudi kuwafundisha kwamba unaweza ukasema, lakini at the same time umeregister BRELA au COSOTA kusudi kulinda mawazo yako yasiibiwe. Kupata haki miliki. Lakini kikubwa cha pili ni kwamba fedha sio changamoto. Kwa sababu vijana wengi wanakuja COSTECH, tunakuja kuomba hela. Sasa ukija kama nimesema, akifunguka mkanae vizuri, mkiongea naye unakuta fedha sio tatizo. Tatizo ni kwamba cha kwanza, huu ubunifu wako kweli ni wakati mwafaka, unahitajika sokoni, umepata nafasi ya kutest soko kuona kwamba unahitaji. Hicho ni kimoja. Cha pili ni ile kwa maana ya kwamba ndio unataka kubuni kitu, kwa mfano kwenye afya. Wewe sio mtu wa afya. Vitu vyote kwenye afya umeviconsider. Kwa hiyo yani point ni kwamba shirikisha watu wengine. Kikubwa zaidi ni ile kwamba mimi ndo mwenye wazo, kwa mimi ndo najua kila kitu. Point ni hapo kwa maana ya kwamba ndio maana kwenye kampuni kuna tunasema mtu wa masoko, mtu wa marketing, mtu wa mahesabu, mtu wa utawala. Kwa hiyo hata wale wenye fedha ambao wanataka kuinvest kwenye hizo bunifu kwenye mawazo, huwa wanataka kuangalia sustainability. Na sustainability hiyo ni kwamba hili wazo nyuma kuna watu wangapi? Ni huyu mmoja akiugua kesho itakuwaje? Kwa vijana wawe tayari kufanyaje? Kutimu hapo. Kuliko kwa peke yako ni vigumu sana. Dr. Nungu, COSTECH ni chombo ambacho kinasimamia sayansi na teknolojia hapa nchini na mwanzishwa kwa sheria namba 7 ya Bunge mwaka 1986 ambayo msingi wake ni kuwa washauri wakuu wa serikali kwenye masuala ya sayansi na teknolojia, maanake pia kuwaza kwa niaba ya serikali. Sasa hivi bana tunazungumzia teknolojia ambayo imekuwa sana. Watu wanawaza sasa hivi kwenda kufungua hoteli mwezini. Sasa COSTECH sasa hivi inawaza nini kwa niaba ya serikali katika kukuza teknolojia hapa Tanzania? Nashukuru sana kwa hilo. Na kama nilivyosema, kikubwa cha kwanza zaidi pamoja na kushauri serikali, lakini tuna jukumu la kuratibu. Kuratibu haya masuala yote yanayohusiana na ubunifu. Kwa hiyo kipaumbele chetu sasa hivi ni kuhakikisha huo uratibu unafanya kazi. Na nimekutolea mfano mmoja mwepesi, tuna hiyo kijana au hiyo kampuni changa iliyopo ambao wanatengeneza mbolea. Ukiangalia hii kampuni, cha kwanza inahusika kwenye kilimo, sababu inatengeneza mbolea. Of course tunashukuru kwamba mbolea yao imeshasajiliwa. Cha pili ni kiwanda, kwenye kampuni ya viwanda. Ipo tayari kwenye viwanda, Wizara ya Viwanda, Wizara ya Kilimo. Cha tatu, sasa hivi mtaji walionao ni mdogo. Kwa maana ya kwamba mwezi uliopita walikuwa wakihojiwa na TBC kipindi cha Dubini. Kwa maana ya kwamba zamani sasa tunafahamu nani kwamba parachichi ni zao la kimkakati. Na sasa hivi wanaita dhahabu ya kijani. Ndio. Na kwa hapo nyuma kuna wengi wa dhahabu wa hiyo dhahabu ya kijani walikuwa wanatumia samadi kama mbolea, kwa sababu kusudi uuze hii parachichi nje wanataka utumie organic mbolea, sio Sasa walikuwa wanatumia samadi. Sasa jinsi kilimo kinavyoongezeka, samadi iko pale pale, haiongezeki. Kwa ndio maana saizi jamaa una soko kubwa sana. Sasa ukiangalia COSTECH asipofanya huo uratibu, kwa maana ya kwamba kuleta hao na wadau wengine kwamba huyu ni amepitia COSTECH, tumempa space kwa maana ya space ofisi, tukampa ushauri wa kitaalamu mpaka kanisha kampuni saizi inazalisha. Lakini ni kiwanda ambao ndo kauli mbiu ya serikali ya 5, uchumi wa viwanda. Hiki tayari ni kiwanda. Sasa waziri wa viwanda, lazima mkamchukuaje huyu mkamkuza kama kiwanda? Huyu ana supply kwenye kilimo. Watu wa kilimo vipi? Kwa tumemuunganisha na TARI, ni taasisi ya kilimo TARI, lakini pia ana shida ya mtaji. Kwa aidha
wafanyabiashara au TIC unawezaje kumchukua. Kwa hiyo ukiangalia kwamba cha kwetu kikubwa zaidi, baada ya kufikiria kwenda mwezini, tunaangalia mazingira ya kwetu ya leo kwamba hii namna ya kufanya uratibu huo kusudi hawa wadau wote wanaohusika kwenye masuala haya ya ubunifu ambao ubunifu ni mtambuka, wote wafanye kazi kwa pamoja kusudi kesho kwa siku tunaposema jamani, mtuongezee hela kwa sababu tunataka tuende sehemu zote, watu wote watuelewe. Lakini pia tunapomtoa kijana kwamba jamani, kijana sasa ameshaiva, anataka aende hatua nyingine, kwa hiyo wadau wengine waweze kumpokea mara moja. Kwa hiyo tunategemea kwenye hii wiki ya ubunifu pia tutakuwa na mijadala. Mijadala moja hapo ni hiyo kwamba tumejifunza nini, wadau waweze kutoa mawazo yao, lakini pia hiyo ya uratibu ushiriki uweje kusudi tuboreshe zaidi. Kwa sababu kikubwa zaidi ni huo mfumo wa ubunifu, tunasema innovation ecosystem, mfumo wa ubunifu, kwa maana ya kwamba mshiriki sio mmoja. Serikali kazi yake ni kuweka mazingira wezeshi kusudi huyu kijana ambaye namchukulia mfano huo kwamba akijitokeza, jamani, niko hivi, mfanyabiashara kwa mfano Azam akataka kushirikiana naye kusudi kujenga kiwanda kikubwa, then kila kitu kinakuwa transparent, mifumo ipo, kwa maana ya kwamba mmoja aseme nimezulumiwa, nimedanganywa. Kwa hiyo kikubwa ni hayo mazingira wezeshi yaweze kuwepo, na ndo kazi ya msingi. Asante sana daktari. Maandalizi ya Makisatu, mashindano haya ya kitaifa ya sayansi, teknolojia pamoja na ubunifu mpaka sasa yamefikia hatua gani na nini basi tutarajie wakati wote wa mashindano haya? Asante, nashukuru. Maandalizi yapo kwenye hatua za mwisho kama tulivyosema, wiki ijayo tarehe 20 ndo vijana wanaanza kudisplay kuonyesha zile bunifu zao na majaji wanaanza kupita. Kwa hiyo sasa hivi tupo kwenye hatua za mwisho za kuwafikia wale vijana ambao wameshachaguliwa kusudi wajiandae kwenda Dodoma wiki ijayo. Lakini kuna swali tuliuliza kipindi fulani kwamba haya mashindano au hii shughuli nzima sio kwa ajili ya vijana hao peke yao 70. Tunatamani na ndo mategemeo yetu kwamba pia washiriki wanapokuja wakute kuna bidhaa zingine, kwa mfano za wabunifu mwaka jana waliopita, lakini pia wadau wengine kwa ujumla wake, sababu ni nafasi ya kukutana na watu wengi. Tunaongelea teknolojia, tunaongelea ubunifu. Kwa hiyo sio tuzo za Makisatu, hata wadau wengine tumeanza kuwashirikisha, kwa maana ya kwamba wawe wanakuja kudisplay, kuonyesha vitu gani vilivyopo, teknolojia gani. Kwa hiyo ni kwamba ni vitu ambavyo ni kuendelevu, na sasa hivi maonyesho nisemeje, maandalizi yapo almost yameshakamilika. Tunasubiri tu siku ifike, na nafikiri nimeshasikia hata kwenye vyombo vya habari kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu alishakubali wito kwa tarehe 26 atakuwepo. Na mimi pia nitoa wito hapa kwa maana ya kwamba yale yako haina kiingilio, haina kiingilio. Kwa hiyo wadau wote tunakaribishwa kukutana Dodoma hiyo tarehe 26. Asiweza kufika basi tarehe 22 tukutane Dar es Salaam hapa kwa ajili ya kufanya uzinduzi huo. Asante sana Dokta, na karibu tena ndani ya Morning Trumpet. Nashukuru sana, nitakaribia mkinikaribisha. Asante sana.